Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wapiganaji wa Hamas wanapiga kura kumchagua kiongozi mpya wa mpito, ambapo wakati huu ni wakati ambapo rais wa Marekani ametengeneza bodi ya amani katika ukanda wa Gaza, lakini bodi ambayo kimsingi Hamas wanaiona kama itakayolipoteza taifa la Palestina. Hamas inafanya uchaguzi wa kiongozi mpya wa mpito. Afisa mwandamizi wa Palestina anayefahamu masuala ya kundi hilo la wapiganaji amesema upigaji kura unafanyika kote Gaza, ukingo wa magharibi unaokaliwa na miongoni mwa wanachama wa Hamas kwingineko. Matokeo yanaweza kuashiria mwelekeo ambao kundi hilo inakusudia kuchukua, hasa wakati Marekani na wapatanishi wengine wanapojadili utawala wa Gaza baada ya vita, juhudi za ujenzi upya na hali ya baadaye ya vikundi vyenye silaha huko katika ukanda wa Gaza. Uchaguzi huo unakuja baada ya viongozi wengi wakuu wa Hamas kuuawa katika mashambulizi ya Israel kufuatia mashambulizi ya kundi hilo la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023 dhidi ya Israel, ambapo takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka. Watu huko Gaza tayari wamepiga kura zao kwa siri kulingana na chanzo hicho, lakini haijulikani wazi kama mchakato huo umekamilika kwingineko. Kiongozi mpya atakapotangazwa atashikilia wadhifa huo kwa mwaka mmoja. Hamas inatawala ukanda wa Gaza na katika miaka hivi karibuni imekuwa na uungaji mkono unaongezeka katika eneo la ukingo wa magharibi, ingawa shughuli zake huko zimezuiliwa sana na jeshi la Israel na vikosi vya usalama vya mamlaka ya Palestina. Mkataba kusitisha mapigano unaoungwa mkono na Marekani huko Gaza ulianza kutekelezwa mnamo mwezi Oktoba, na mazungumzo yanaendelea kuhusu awamu za baadaye za makubaliano hayo. Hata hivyo, moja kati ya mipango ya rais wa Marekani katika eneo hilo la ukanda wa Gaza ni kutengeneza mpango kamili wa kuweza kuhakikisha kuna kuwa na bodi ya amani itakayosimamia amani katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Inadaiwa kwamba zaidi ya watu 600 wameuawa wakati ambapo rais wa Marekani Bwana Donald Trump alipoanzisha tu bodi hiyo ya amani, ambapo jeshi la Israel la IDF limesababisha vifo hivyo vya zaidi ya watu 600 katika eneo la ukanda wa Gaza, jambo ambalo bado limewafanya wapiganaji wa Hamas kuona kwamba huu ni mpango ambao unatengeneza mazingira kwa ajili ya kuendeleza tishio dhidi ya eneo hilo la ukanda wa Gaza na maeneo yote katika eneo la nchi ya Palestina. Lakini pia hofu ni kwamba huenda rais wa Marekani Donald Trump anataka kutengeneza kile ambacho kimetajwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba lazima waufute utawala wa Palestina na walifute taifa la Kipalestina katika uso wa dunia. Hii ndio hofu kubwa ya Hamas pamoja na Wapalestina wengi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, na sasa wanapambana kuona lazima wawe na utawala ambao utaweza kusimamia maslahi ya Wapalestina katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini pia na katika ukingo wa magharibi mwa mto Jordan. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.